Naam, mtazamaji wa Costa TV, hapana shaka ujambo mzima wa afya. Leo tunakuletea taarifa ya huzuni, simanzi na masikitiko, majonzi kwa Watanzania, lakini vile vile pia Afrika, ambapo Charles Hilary alikuwa ni mmoja wa watangazaji wazuri zaidi ambao walitikisa dunia. Kwa hiyo watu wengi barani Afrika, barani Ulaya pia duniani kote walikuwa wakimfurahia zaidi akiwa katika ubora wake wa utangazaji. Sasa taarifa zinaeleza ambazo zimetufikia hapa Costa TV kwamba tayari ndugu yetu, mzee wetu, Mheshimiwa Charles Hilary amefariki dunia. Huyu amekuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu kule visiwani Zanzibar, kitu ambacho kimeibua hisia na watu wengi. Taarifa hii imewastua kwa kweli, kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu kweli kweli, mtu ambaye alikuwa anajua kufanya kazi kwa kiasi kikubwa. Sasa hebu tukusomee kidogo wasifu wake kuweza kumfahamu Charles Hilary ni nani katika taifa la Tanzania, na ubora wake, umaarufu wake ulianzia wapi. Tukupitishe tu japo kwa mtasari, mtazamaji wetu wa Costa TV. Mimi ni generator ninayekuletea tukio hili la masikitiko. Charles Hilary, ikumbukwe, rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwanza Dr. Hussein Mwinyi alimteua Charles Hilary kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu. Hiyo ilikuwa ni tarehe 30 mwaka 2021. Mambo mengi yanaweza kuandikwa kuhusu mkongwe huyo mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 40 kwa sasa katika tasnia ya habari, akiwa amefanya kazi katika vyombo mbalimbali vya ndani na nje ya nchi. Na leo tutaangazia kwa uchache yanayomhusu Charles, ambapo alizaliwa Zanzibar huko kwa miaka mingi kwelikweli na iliyopita, eneo la Jang'ombe. Mwaka 1968 alihamia jijini Dar es Salaam na kujiunga na shule ya msingi ya Ilala Mchikichini. Alijiunga na Radio Tanzania mwaka 1981 na kukitumikia chombo hicho cha umma hadi mwaka 1994 alipojiunga na kituo binafsi cha Radio One Stereo kilichokuwa kinachomilikiwa na IPP. Lakini mwaka 2003 aliondoka nchini na kujiunga na Radio Deutsche Welle nchini Ujerumani, na miaka mitatu baadaye alifanikiwa kujiunga na shirika la utangazaji la Uingereza BBC akiwa idhaa ya Kiswahili. Na mwaka 2015 baada ya kutumika vizuri ama kutumikia vyema BBC katika nafasi ya utangazaji na ubora mkubwa, hatimaye katika mwaka 2015 alirejea Tanzania na kuamua kurejea nchini na kujiunga na Azam Media. Alieleza sababu ya kuondoka BBC ilikuwa ni kurejea nchini kwa umakini na wamiliki wa vyombo vya habari, ambapo aliona anafurahishwa sana na kile ambacho uwekezaji wao umekuwa mkubwa katika kuhakikisha habari zinatoka katika ubora mkubwa. Miongoni mwa redio zake, na kwamba yeye ndiye mtangazaji ama rekodi zake, miongoni mwa rekodi zake ni kwamba yeye ndio Mtanzania wa kwanza kutangaza kwa Kiswahili mechi za fainali za kombe la dunia. Ikumbukwe hiyo ilikuwa ni mwaka 2010 akiwa uwanjani. Radio nyingi ziliwahi kutangaza fainali hizo kwa Kiswahili, lakini zote zilifanya hivyo kwa kuangalia mechi hizo kwenye runinga tu na si kutokea uwanjani kama mkongwe huyo gwiji Charles Hilary alichokuwa anakifanya. Anakumbukwa sana kwa uhodari wake wa kutangaza mpira katika kipindi hicho Charles Checharanga Times, lakini tuseme kilichomzidishia umaarufu zaidi akiwa Radio One Stereo. Pamoja na mambo mengine, aliwahi kupitia changamoto za kunusurika kuuawa miaka kadhaa, miaka ya 64 huko, na bado alikuwa ni kijana mdogo kwa wakati huo. Tuseme Charles Hilary ambaye kwa sasa amelala mauti ni Tanzania ambaye katika rafudhi yake, Kiswahili chake, utangazaji wake, watu wengi wanamkumbuka sana kutokana na ubora wake. Hakika taifa limepoteza mtu makini zaidi, mtu ambaye majonzi, simanzi kwa sasa yanatawala, na kuona hakika gwiji la habari
gwiji la utangazaji limeanguka. Basi sisi kama Costa TV tumekuletea tu taarifa hii ya masikitiko ambayo inamhusu mzee wetu Charles Hilary. Hakika tutakuja kueleza kwa mapana kitu ambacho kimejitokeza hapo. Watu wengi wanajua huyu ni mmoja ya waandishi wa habari wa kongwe kwa kweli, lakini sisi wengi watangazaji tumekuwa tukifuata nyayo zake kuweza kuiga kile ambacho amekuwa kikifanya, hususan kwa mema aliyokuwa akiyatenda. Na siku kadhaa pia niliwahi kuzungumza naye akiwa katika ubora mkubwa wa utangazaji, wakati huo pia akiwa BBC. Tulizungumza mambo mengi. Alikuwa ni mcheshi, mstaarabu, mtu wa watu kwa kweli, mtu asio na majivuno. Kwa kweli taifa limepoteza mtu makini kwa kweli, na nasi tunasema basi kama vile ilivyoandikwa kwamba kila nafsi itarejea kwa muumba wake, ama kila nafsi itaonja mauti. Hapa kinachoangaliwa ni nani ambaye anaanza kutangulia katika safari hiyo. Hakika majonzi, huzuni, simanzi zimetawala. Mungu ametoa na Bwana ametoa, basi jina lake na alihimidiwe daima. Asante sana. Hii ni Costa TV katika matangazo haya ambayo tumekuletea taarifa nzito kweli ya kusikitisha mno. Imetuumiza. Taifa limepitia katika majonzi haya, ama linapitia katika simanzi hii ambayo imejitokeza. Charles Hilary, tutakukumbuka daima.